Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam mtazamaji wangu, leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026, kesi ya mawakili wake Mheshimiwa Tundu Lissu inaendelea kusikizwa, kwani sote tunafahamu kwamba katika kikao cha mwisho kilichokuwa kikiendelea mahakamani, mawakili wake Mheshimiwa Tundu Lissu waliweza kulaani maafisa wa magereza ambao waliweza kuwa wakishiriki kuwepo katika mahojiano baina yake Mheshimiwa Tundu Lissu na mawakili wake wanaozidi kumtetea dhidi ya kesi ya uhaini inayozidi kumkumba, iliyoweza kushtakiwa ama kufikishwa mahakamani na baadhi ya viongozi wakuu katika chama cha CCM. Leo hii mtazamaji wangu, ni afueni kubwa, kwani ombi hili lake Mheshimiwa Tundu Lissu limeweza kukubalika. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema mtazamaji wangu uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam mtazamaji wangu, kwa mara ya kwanza mawakili wake Mheshimiwa Tundu Lissu waliokuwa wakilalamikia maafisa wa gereza ambao wanaozidi kuwemo katika mazungumzo ya faragha baina yake Mheshimiwa Tundu Lissu na mawakili wake wanaozidi kuwa katika mbio ya kumtetea kwa mashtaka ya kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa ni habari njema pia kwa viongozi wakuu wa chama Chadema, kwani rali ambazo walizokuwa wakizifanya ziliweza kusimamishwa, ila viongozi wakuu wa serikali ya CCM kwa njia moja ama nyingine walikuwa wakionekana kuendeleza rali, jambo ambalo liliweza kuibua mjadala mzito katika Jamhuri ya Tanzania ya kwamba kuna ubaguzi kwa vyama vya kisiasa. Hii ni baada ya chama Chadema kusimamishwa kuongoza rali, huku chama cha CCM kikionekana kuendesha rali mikoa mbalimbali. Hivyo basi hivi sasa inaendelea kuratibiwa ya kwamba viongozi wakuu wa chama Chadema huenda wakaweza kupewa ilani kwa mara nyingine kuanza kuendeleza rali walizokuwa wakizifanya, hususan kiongozi mkuu mwenyekiti mshikilizi msaidizi hivi sasa Mheshimiwa John Heche, ya kwamba ajenda alizokuwa ameweza kuzianzisha katika mitandao ya kijamii na kuziongoza mikoa mbalimbali huenda akaweza kuzirejelea kikamilifu. Kwanza mojawapo ni Free Tundu Lissu, ya pili katiba mpya. Na mtazamaji wangu, swala hili hivi sasa limeweza kuendelea kuibua hisia moto katika mitandao ya kijamii, kwani Watanzania wengi wanazidi kuunga mkono alichokuwa kikifanya Mheshimiwa John Heche. Hii hapa ni baada ya leo hii katika mahakama kile ambacho kimeweza kubainika mahakamani ya kwamba swala la maafisa wa magereza kuwa karibu na mawakili wake Mheshimiwa Tundu Lissu na Tundu Lissu katika mazungumzo ya faragha sio jambo sahihi, kwani kuna uwezekano mkubwa kwa maafisa hao wa gereza kutoa kile ambacho kimeweza kujadiliwa baina ya mawakili wake Mheshimiwa Tundu Lissu na Mheshimiwa Lissu binafsi, na mazungumzo hayo yanayozidi kutakiwa kuwa ya faragha yaweze kufikishwa kwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM, jambo ambalo litaweza kuvunja mioyo ya idadi kubwa ya wafuasi wa chama Chadema. Hii hapa ni dalili tosha. Kwa mara ya kwanza viongozi wakuu wa chama Chadema wameanza kupata ushindi mdogo mdogo, ila mwelekeo wa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu inakozidi kuelekea kwa sasa, mtazamaji wangu, ni afueni kubwa tofauti kabisa na takriban mwaka mmoja miezi mitatu hivi sasa kuanzia Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuwekwa gerezani. Hii hapa ni dalili tosha ya ushindi mkubwa ambao Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuupata. Na mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo aina ya kiongozi Mheshimiwa Tundu Lissu alivyo. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuamini kwamba uongozi ulioko madarakani hivi sasa unatakiwa kufanyiwa marekebisho makubwa, marekebisho ambayo yataweza kusaidia mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania kupata bei nafuu katika
baadhi ya mambo misingi katika Jamhuri ya Tanzania, tofauti kabisa na kile ambacho tunazidi kukishuhudia hivi sasa, mamilioni ya Tanzania kulalamikia gharama kubwa ya maisha. Na sote tunafahamu kwamba viongozi walioweza kuchangia gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania hivi sasa ni kutokana na kile ambacho kinachozidi kuonekana miongoni mwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM, ya kwamba wanazidi kujali maslahi yao binafsi katika ngazi za juu, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia uteuaji ulioweza kuteuliwa na viongozi hao serikalini kuteua baadhi ya jamaa wao wa kifamilia wa karibu mno ili kuchukua nafasi za ngazi za juu, ambapo nafasi hizo ziliweza kustahili kuchukuliwa na viongozi walioweza kubobea bila ubaguzi wa vyama vya kisiasa. Na ndipo ambapo kutakuwa na serikali ambayo itaweza kupinzana kipindi na wakati ambapo kutakuwa na mabaya yatakayokuwa yakionekana ama kufanyika katika serikali hiyo. Ila hivi sasa, mtazamaji wangu, yale yote yanayozidi kutokea, hakuna yeyote yule ataweza kupinga na kukosoa iwapo mabaya yanayozidi kushuhudiwa katika chama cha CCM. Mtazamaji wangu, hii hapa inazidi kuleta mfano halisi ama mfano ukweli mkubwa kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Humphrey Polepole aliweza kuwa katika serikali ya CCM. Aliweza kuwa miongoni mwa viongozi ambao hawakuwa tayari kukubaliana na kila kitu kilichokuwa kikiratibiwa na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hii iliweza kuchangia Mchungaji Josephat Gwajima na Mheshimiwa Humphrey Polepole kuwa miongoni mwa viongozi waliokuwa wakipinga na kutokuwa tayari kukubaliana na kila yale yaliyokuwa yakisemwa ama kufanywa na viongozi wakuu wa serikali ya CCM. Na sote tuliweza kushuhudia yale yaliyokuja kufuatia ama kujiri baada ya upinzani wao kupitiliza na hata kuanza kuvutia mamilioni ya Tanzania. Sote tuliweza kushuhudia Mheshimiwa Humphrey Polepole kutoweka katika hali ya njia tatanishi, jambo ambalo hadi leo hii Mheshimiwa Tundu Lissu yupo gerezani, ila anazidi kulaani swala la utekaji linalozidi kuwa ni pigo kubwa kwa idadi kubwa ya Watanzania, sawia na jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kupendekeza katiba mpya, jambo ambalo Mheshimiwa John Heche anazidi kulizungumza kila kona, kwani katiba mpya ndiyo katiba ambayo itaweza kupeana fursa kwa kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani. Hii hapa, mtazamaji wangu, itaweza kusaidia pakubwa kwa wananchi kuomba serikali iliyoko madarakani kufanya marekebisho kwa baadhi ya mambo ambayo hawayapendi, na sio kama hivi sasa serikali iliyoko madarakani inazidi kulazimu mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania anayezidi kupitia kipindi kigumu kusalia kimya, jambo ambalo linazidi kuvunja mioyo ya viongozi wa chama Chadema ambao wanaamini kwamba mwananchi huyo wa kawaida ambaye ndiye mwenye nchi anapaswa kusikilizwa ili maisha yake katika taifa ama katika Jamhuri ya Tanzania yasiweze kuwa ni maisha magumu yaliyoweza kusababishwa na viongozi walioko serikalini, bali serikali iliyoko madarakani iweze kumrahisishia maisha mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, wa mtizamo ni upi kuhusiana na tukio nzima linalozidi kukumba kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu na Mheshimiwa Lissu kuendelea kusalia kuwa imara na misimamo yake? Je, anachokifanya ni sahihi? Subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.